Uamuzi wa ghafla wa Mahakama Kuu ya Tanzania Kanda ya Kigoma umeibua mjadala mpana kitaifa baada ya viongozi wawili na wanachama watatu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kuachiwa huru katika kesi ya ugaidi iliyokuwa ikifuatiliwa kwa karibu na umma. Wengi walitarajia shauri hilo kudumu kwa muda mrefu kutokana na uzito wa mashtaka, lakini kufutwa kwake kumeacha maswali mazito kuhusu mchakato wa haki jinai nchini. Hatua hiyo imekuja baada ya miezi kadhaa ya sintofahamu tangu viongozi hao walipokamatwa mwishoni mwa mwaka 2025. Tarehe 10 Februari 2026, Mahakama Kuu ilifuta rasmi kesi hiyo kufuatia uamuzi wa mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP kuwasilisha hati ya nolle prosequi, ikimaanisha kuwa upande wa mashtaka haukuwa na nia ya kuendelea na shauri hilo. Kesi hiyo ilikuwa imesajiliwa kama kesi ya kiuchumi namba 27705 ya mwaka 2025. Washitakiwa walikuwa Rajabu Mfaume Bujoro, mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Kigoma, Fanuel Eliabi Kisabo, mwenyekiti wa Chadema wilaya ya Kasulu, pamoja na wanachama wengine watatu wa chama hicho. Awali, viongozi hao walikamatwa kati ya Novemba 14 na 16, 2025, wakituhumiwa kwa makosa ya uchochezi. Baadaye, mashitaka yalibadilishwa na kuwa ya ugaidi, hatua iliyoongeza uzito wa kesi na kuvuta hisia za wanasiasa, wanaharakati wa haki za binadamu na wananchi kwa ujumla. Kwa mujibu wa hati ya mashtaka ya awali, washitakiwa walidaiwa kupanga njama za kuingiza silaha kutoka nchi jirani kwa lengo la kusababisha vurugu na machafuko nchini. Tuhuma hizo zilichukuliwa kuwa nzito kwa kuwa zilihusishwa moja kwa moja na masuala ya usalama wa taifa. Kawaida, kesi za ugaidi nchini Tanzania huwa na masharti magumu ya dhamana na uchunguzi wake huchukua muda mrefu. Hivyo kubadilishwa kwa mashtaka kutoka uchochezi kwenda ugaidi kulizua hofu na mjadala mkubwa kuhusu hatima ya washitakiwa. Katika kipindi chote cha kesi, upande wa utetezi uliendelea kusisitiza kuwa wateja wao hawakuwa na hatia na kwamba mashitaka yaliyowakabili hayakuwa na msingi wa kisheria. Akizungumza na waandishi wa habari nje ya mahakama mara baada ya uamuzi huo, wakili wa utetezi Dickson Lucas Matata alisema kuwa hatua ya DPP kuwasilisha nolle prosequi imefuta kesi hiyo moja kwa moja na kurejesha uhuru wa washtakiwa wote. Alieleza kuwa uamuzi huo ni ushindi mkubwa kwa wateja wake na kwa mfumo wa haki kwa ujumla, akiongeza kuwa washitakiwa walipitia mateso ya kisaikolojia, kifamilia na kijamii tangu walipokamatwa. Nje ya mahakama, wanachama wa Chadema na wananchi waliokusanyika walionekana wakishangilia uamuzi huo, huku baadhi wakieleza kuwa tangu mwanzo kesi hiyo ilikuwa na mwelekeo wa kisiasa. Kisheria, nolle prosequi ni mamlaka ya DPP chini ya sheria za Tanzania kusitisha kesi endapo ataona hakuna msingi wa kuendelea nayo. Hivyo hatua hiyo huibua mjadala hasa pale kesi inapohusisha masuala ya kisiasa au usalama wa taifa. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema tukio hili linaweza kuongeza mjadala kuhusu uhusiano kati ya vyombo vya dola na vyama vya upinzani. Wapo wanaoona ni ishara ya mfumo wa haki kufanya kazi kwa uhuru, huku wengine wakitaka uwazi zaidi juu ya sababu zilizopelekea kesi hiyo kufutwa. Kwa upande wa kijamii, kesi hiyo ilikuwa imegusa familia za washitakiwa na jamii kwa ujumla, na kuachiwa huru kwao kunaonekana kama hatua ya kupunguza mvutano uliokuwa umeanza kujitokeza. Kwa ujumla, kuachiwa huru kwa viongozi wa Chadema katika kesi ya ugaidi ni tukio kubwa lenye athari za kisheria, kisiasa na kijamii. Linaendelea kuchochea mjadala mpana kuhusu matumizi ya mashitaka mazito, mamlaka ya DPP na nafasi ya haki katika mazingira ya kisiasa nchini Tanzania.